Story kubwa weekend hii kule Kenya pamoja na Afrika Mashariki kwa ujumla ni binti wa rais wa Kenya William Ruto, Charlene Ruto, ambaye amefikia hatua nyingine muhimu katika maisha yake baada ya familia yake kuandaa sherehe ya kimila ya uchumba inayojulikana kama Koito iliyofanyika Jumamosi hii katika shamba la Intona Heritage Farm, Kilgoris, County ya Narok. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali na wanasiasa mashuhuri, huku baadhi ya wageni wakiwasili kwa helikopta na misafara magari. Rangi ya kahawia ilitumika kama rangi kuu ya mavazi ya hafla hiyo. Miongoni mwa walioonekana katika sherehe hiyo ni mawaziri Aden Duale na Kipchumba Murkomen, Governor wa Nairobi Johnson Sakaja, Senator Karen Jamu, wabunge Felix Odiwuor na Line Toto, pamoja na mwakilishi wanawake wa Nairobi Esther Passaris. Charlene anachumbiwa na Isaya Yunge. Huyu ni Mtanzania mjasiriamali ambaye anajihusisha na teknolojia pamoja na ubunifu wa digitali. Yunge amewahi kutajwa katika orodha Forbes Africa 30 ya vijana na mchango mkubwa katika mabadiliko barani Afrika, na mwaka 2018 alipokea tuzo ya Queen's Young Leaders Award kutokana na kazi yake ya kutumia teknolojia kutengeneza suluhisho endelevu za kidigitali. Safari yake katika teknolojia ilianza akiwa na umri mdogo. Akiwa na miaka 17 alichaguliwa kuwa balozi wa vijana wa UNICEF Africa na kupata nafasi ya kuzungumza katika mkutano wa G8 kuhusu haki za watoto na harakati za utetezi. Yunge pia amepata mafunzo kuhusu mifumo endelevu ya biashara kupitia Swedish Institute na mafunzo ya uongozi katika chuo kikuu cha Cambridge. Aidha ni mhitimu wa Harvard Ministerial Leadership Program. Ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Goodson Technologies pamoja na mwanzilishi mwenza wa Smart Kaya LLC, kampuni iliyojikita katika teknolojia za nyumba janja kwa soko la Afrika. Koito ni sherehe ya kimila ya uchumba na majadiliano ya mahari katika jamii ya Wakalenjin. Neno hilo lina maana ya kumtoa binti, huku familia za pande mbili zikikutana kurasimisha hatua kuelekea ndoa, kujadiliana kuhusu mahari na kusherehekea muungano wa familia hizo. Kwa hiyo bado wapo kwenye process ya kwanza. Sasa mimi Isaya Yunge namfahamu vizuri sana na ni mtu ana akili nyingi sana huyu ndugu yangu Isaya. Niliwahi kufanya naye mahojiano miaka kama 7 iliyopita, lakini bado yako relevant. Isaya, nianze na wewe kwanza by the way. Kwa ufupi sana, kabla sija kutaka ufafanuzi kidogo kutoka katika article niliyosoma Forbes ambayo imeeleza jinsi ambavyo umepitia msoto hadi kufikia hapo ulipo. Tukufahamu kidogo, wewe umetokea wapi, umesoma wapi na vitu kama hivyo. Sawa, mimi naitwa Isaya Yunge, ni mzaliwa wa Mwanza, wilaya ya Magu, kijiji Nyanguge, kijiji kiko kama unaelekea Msoma. Nimezaliwa pale, nimeishi Magu mjini, nimesoma pale shule ya Lipungu, nikahamia nikasoma pale Nyanguge, nikamalizia Mwanza mjini Lake Primary. Kutoka Lake Primary nikaenda kusoma Olenjolai, shule moja kata kule milimani kule juu. Kutoka Olenjolai nikasoma nikaenda Takwa High School pale Ghana. Maeneo yangu ya zamani nje ya kwenda RFA. Ndio ya. Baadaye kutoka Takwa High School nikaenda kusoma IFM hapa Dar es Salaam. Lakini mimi nimezaliwa kwetu familia ambayo of course ni sikubahatika sana kuishi na wazazi wangu sababu walitengana kwa sija kuishi nao. Kwa nimeishi na baba kambo, nimeishi na mama kambo, na wazazi wangu wako hivyo wametengana, familia ziko tofauti. Lakini pia mimi ni sema tu kwamba japokuwa nimetokea Mwanza, katika maisha yangu yote ya kukua nimekuwa nina hustle since day one, pambano ya kuishi, kusoma pia. Kwa hiyo So miongoni mwa hivyo hapo miongoni mwa vitu ambavyo ilikuwa nazungumziwa ambavyo uliongea katika hiyo interview ni kwamba ulikuwa ukichunga pia ng'ombe, mbuzi, nini. So nilipokuwa naishi Magu kwa bibi yangu alikuwa analima sana mpunga. So inaitwa Sawenge Magu, watu wanafahamu kule karibia na Simiyu. Mtu wa Simiyu ule. So kwa na bibi yangu alikuwa anaishi, unajua sikumani tunaishi familia watu wengi sana, ndugu ni wengi. Kwa hiyo lazima ufanye kazi ili muweze kula, lazima tulishe, lazima tufanye kazi. Kwa hiyo alikuwa na ng'ombe wengi sana na alikuwa na mashamba mengi sana. Kwa mimi kwa kila siku asubuhi kwa mdogo, kabla sijaanza shule, nilikuwa darasa 3 nakumbuka. Naenda kuchunga ndama zile. Peleka malishoni.
alafu narudi jioni kwa ajili ya kuja kumua maziwa, nazirudisha mazao waweze kunyonya. Okay. Mpaka nafika kwenda darasa la 5 nikawa nachunga ng'ombe kabisa. Kwa hiyo kipindi nilikuwa naacha kwenda shule, maana shule tena ilikuwa muhimu kwa sababu mimi lazima kuchunga ng'ombe. Kwa hiyo naacha kwenda shule, ya ng'ombe 200, ng'ombe 2000, kwa ng'ombe 5000, ng'ombe 2000, 3000 kwa kujukua ni na fimbo zile pia ng'ombe malishoni. Okay. Nilikuwa napenda kuchunga ng'ombe. Kwa na ng'ombe na mbuzi. Mbuzi yani ni ugonjwa mwingine. Kuna kuchunga mbuzi, napeka mbuzi malishoni. Mvua kama hiki, malando ni viazi vitamu vile. Majani ya viazi. Majani vitamu yamechanua. Mbuzi wakiwa yale majani wanakimbia yani hawashikiki. Kila siku jioni kesi nyumbani huja kesi. Bwana hao watu wako wamelisha majani yangu. Wewe usemi wa kulisha yani ni mbuzi wao wamekula majani yangu viazi. Okay. Kwa ni fimbo za kufa mtu. Okay. Kwa hiyo nilikuwa sipendi sana kuchunga mbuzi. Okay. Na ng'ombe au kwenda kwenye mpunga. Unakaa asubuhi saa 11 ndio shambani. Okay. Unaemea ndege kwenye mpunga. Ulikuwa na fimbo fulani hivi ndefu unazichonga afu unachukua udongo na finje unaweka kule mbele. Kwa hiyo ndege okay, unapigwa unakimbia wenyewe. So I love haya maisha, kama maisha mazuri, yani yamenifunza vitu vingi, kuhustle yani. Yani hivyo yani. Okay. Sasa lakini pia umesema ulilelewa na zaidi baba wa kambo, mama wa kambo. Na unajua kwa familia zetu za Tanzania mtoto wa kambo anakuwa hapati love kama ambavyo mtoto wa kawaida. Wewe ilikuwaje? Ndio hivyo, ndio asili yetu. Na malamisho niliposema kwenye Forbes yani ilileta shida kidogo, watu hawakupenda kwa sababu unajua ukishaanza kukua kila mtu sasa anataka mabaya. Future kimi wanasema mimi siongelee maisha yangu kumsemea mtu ubaya kama anatendea ubaya. Ni story ya maisha yangu ambayo unajua watu wengine pia wako sasa hivi wanapitia hapo. Yes. Kwa nikisema lengo langu ni kuwafanya vijana wajitambue na wajue kwamba uko sehemu kama mimi nilikuwepo zamani, endelea kujituma, jikaze, usikate tamaa, usichukie, ni sehemu ya mapito ya maisha. Kweli nimeshika wa kambo. Kuna kipindi kama hivyo kawaida upendo haukuwepo kwa sababu mtoto wa kambo. Of course namuelewa, niliwahi kuongea naye akaniambia kwa nini hakuwahi kunipenda au aliwahi kufanya nani sasa baba wa kambo au kwa nini aliwahi kunifanyia alivyonifanyia ni swali nyingine ya maisha, lakini mimi kwa maisha yangu nilimishwa mama kambo pia na babangu mzazi ambaye alinifukuza nyumbani kwa sababu akifanya mimi nitakuja kuwa mlisho wa mali zao. Kwa hiyo akampambo mzee bwana ndio mtoe. Mmoja nimeenda shule, natoka shule kwa mzee wangu kachukua nguo zangu kazamishia sehemu nyingine, ameweka bibi yako. Kwa sababu mama wako kambo hataki ukae hapa. So kama kwa hiyo ni changamoto ambazo nakutana nazo. Na najua na watu wazuri leo na lakini nimepitia hayo maisha pia kama watu wengine ambao wanapitia leo na hii struggle ilipekea mimi na babangu mzazi hatuko in good terms mpaka sasa hivi. Miaka mingi tulijokuwa na mahusiano kwa sababu babangu mzazi kwa mimi ni kama kuheshimu chaguo lake, ni kama kuhustle mtaani kama mimi sana nimehustle na mama yangu, ilikuwa ni nguzo yangu kubwa sana kunisaidia. Ilifika sehemu wakati naanza kwenda mwishoni mwa high school, wangu wa kambo ndo sasa na yeye akaona kijana kumbe ana mwanga, anataka jembe unajua zile namfanyia tu mambo sivyo. Akaanza kurudi sasa ile kurudi kidogo, anaanza kukuelewa na kukusaidia kidogo, unajua hapa na pale, lakini damage is always done, lakini maisha ambayo tunapitia. Haya sasa tuongee mambo makubwa ambayo umeyafanya so far, ambao of course ndio maana tumewaleta hapa. Tuanze na Isaya Soma Apps, ambayo of course ndio ilianzisha safari yako bila shaka. Pengine huko nyuma ulianzia sehemu na nini. Soma Apps ni nini kwa mtu ambaye anaisikia kwa mara ya kwanza leo? Soma Apps Technologies ni kampuni ya teknolojia kubwa sana Afrika. Napenda kusema this is the next Google from Africa. Na nasema kabisa kwa hakika kwamba hii ni Google inayofuata kutoka Afrika. Lakini Soma Apps inatokana na maneno machache ambayo tumeunganisha. So many apps. So many apps. Tunapata Soma Apps. The vision ya kampuni ilikuja nilikuwa nasoma FM. Nilikuwa waziri mkuu sasa wanafunzi pale FM. Nikaalikwa kwenda bunge la Ulaya, Ufaransa, kwenda kwenye workshop. Nikapata nafasi kuhudhuria seminar moja, alikuwa anafundisha mchumi mmoja wa Marekani. Ni Marekani lakini ni mchumi sasa hivi wa serikali ya China pamoja na serikali ya Ujerumani chini ya mama Chancellor Angela Merkel. Anaitwa Jeremy Rifkin.
akawa anaongelea the third industrial revolution, sharing economy na collaborative commons na power ya digital economy, mobile apps kuweza kutransform jamii na uchumi at a very katika gharama ambayo karibu na sifuri kabisa. Anasema near zero marginal cost of production. Nikajifunza ongeza biashara za jinsi app ilivyo transform music industry, book industry. Nikaanza kupata naweza kujifunza. Kwa 2014 kwa nikasema okay. Baadaye nilikuwa na idea ya kufanya kilimo mzee baba. Nasema no, lakini nataka na idea baadaye nilikuwa na idea kuunda scholarship magazine kama hivyo babu kubwa, sababu kuna idea sana scholarship. Scholarship. Yeah. Kumbe kuna apps. Pia naweza kaunda app na nikapata pesa. Lakini mimi na idea kibao, sisi kwa tuna app moja, lazima ziwe app nyingi. Okay. Sababu kwanza jamii yangu ina changamoto nyingi na naona habe na uwezo wa kusolve nyingi ambazo ziko ndani ya uwezo wangu kusolve. Kwa hiyo sawa, nilivyorudi nikaanza nilivyotoka chuo mwaka wa mwisho nilikuwa miongoni mwa wanafunzi ambao tulifanya vizuri pale FM. Kwa hiyo ulikuwa unasoma nini chuo? Financial risk management. Okay. Insurance and financial risk management. Na wakati na malizia pale ya FM, alikuja makampuni yanakuja pale chuo FM kutafuta wanafunzi bora ili waajiriwe, wanafunzi ambao wanaweza kuajiriwa haraka wako bado kwa chuo mwaka ule miezi ya mwisho ile pale. Yeah. Na pamoja pale Dina akame link na wale watu Dina wafaka link na waende fulani tunafanya interview, tunakupenda uko vizuri sana, safi sana, njoo. Yule mwinde ana akili sana yule jamaa, anaitwa somebody Ali. Okay. Kanipa nikafanya naye kazi, lakini akanifanya kuwa his right hand person. Kwa hiyo nikawa naenda meeting kubwa BOT, niko naye anafanya presentations Avic Town, Dege venyewe jenga Dege kwa NSSF. Kwa hiyo nikawa napiga maana anafanya presentation zake, yani anapo ana present kwa deals na serikali na different companies, na akifanya akipenda jamaa hawatoki. Wachomoi. Ana close deals, ana close, ni so okay, jamaa anajua nikawa najifunza anapofanya. Kwa mimi 6 months nikasema nakaa na huyu jamaa kwa miezi 6 peke yake. Ila lengo langu kukaa naye nataka nijifunze deal making kwenye corporate world. How do you fanya watu wakupatie deals au investment au tukavyo kujifunza kwa jamaa, na alikuwa willing sababu alipenda. Sababu akinipa kazi yake mimi kwa na deliver, nafanya kazi na deliver, anapenda afu kwa najiongeza barani. Akinipa kazi nasoma Google, YouTube, nikideliver ni extra. Ndo ile kazi ambayo nimesoma kwenye Forbes, ulikuwa unakula ndizi kila siku au? Hiyo ndizi kila siku nilianza kufungua soma hapo. Okay. Huyo jamaa nilikuwa nafanya pale kazi kwake. Okay. Mara mwisho nakumbuka alinipa deal kufanya nzuri sana ambayo mimi nikaenda ka close deal. Na jamaa anaitwa Avic Town wa China fanya kupiga mboni. Yeah. Ile kubwa sana, hela nyingi tu, yani jamaa akafurahi sana. Nilirudi na cheki na deal imekubalika, jamaa alipeleka samaki kama nakwenda samaki kwa Masaki. Okay. Sherekea. Akaninulia pweza, karamali na chips mzeni, nikaa safi sana, nikaenjoy sana. Okay. Bwana mimi hapo trip ni Zanzibar ukaenjoy weekend hii masafi. Lakini mzee mimi napokaa na hapo na Kigamboni, umeona uwezo wangu mimi akindeliver naweza kufanya kazi, naomba niongezee mshahara 3 hiyo initoshe. Kwa ngela 3 initoshi. Okay. Hii nikipa link pango tu initoshi, bado pia nyumbani watu pia nasaidia, initoshi niongezee. Nataka shingapi? Mimi nataka niongezee 7. Akasema sasa msubiri kwanza niangalie sasa napotea miezi 3 mbele kama ya maangalizo, close deal nyingine mimi nakuongezea na kupatia 1.5 kwa mwezi. Okay. Ila close deal pia nakupatia 10% ya hiyo deal. Okay. Kwa mimi nikasema nini, mimi ngajituma mzee, nikafanya kazi close deal nyingine kubwa sana na JSE, Johannesburg Stock Exchange, South Africa. Jamaa kalipwa hela nzuri yani. Ile hela imeingia, naomba 10% yangu. Same game. Pia akasema kuongea chakula. Zanzibar trip not 10%. Ndio jiongezeka, nikamwambia mzee, I know my worth. Mimi najua uwezo wangu, najua akili yangu. Yes, nimezaliwa mazingira magumu, hali ni ngumu, lakini nikisema yani nikiotea ramani unisomi. Okay. Nikamwambia kabla hapo nikampa idea, nikampa idea bana, kuna idea fanya ya scholarship ifanya kwenye kampuni yako. Wanafunzi wengi wanataka scholarship nyingi zinapotea kila mwaka Afrika nzima.
bilioni $3 Kimarekani, bilioni 3 zinapotea kwenye hela scholarship. Kwa wanafunzi wengi wa Afrika hawajui kama kuna scholarship ambao kwa waziombe. Okay. Tuunde hii hapo. Hapo nilikuwa nasoma masuala ya hapo, yani kama tunasoma online course kwa Coursera, edX, na najifunza programming na nini na apps. Jamaa kananiambia, sasa alikuwa ananitaka, anambia hapana, masuala ya hapo hamna, acha nayo bwana, wewe tu focus na hiki, haina maana hayo. Sasa mimi nikana kija muda wangu wa lunch niko kwenye kompyuta yake, niko nafanya graphic design, nafanya graphics, nafanya UI and UX. Okay. Kwa niko nachora zangu kwa design ya yangu itakuwa from, yani nachora ile footprint yangu hapo itakuwa hivi nini. Sasa hapo nibii, so hii ndo kaambia akaona na passion. The next day nakumbuka kaenda kwa John, akanitumia email John. Hey buddy, that idea is really good, but I just found a company in the US, they are pitching at Shark Tank, same idea, so the idea is already done. Akasema what? Kafungua email tena na jamaa wana pitch na wakalize 1 million up ya scholarship Marekani. Yeye anatumia email hii, nikitama kishafanyika cha nayo. Mzee nikasema kama hapo kama Marekani wana up ya scholarship. Now they are making money kwa nini sio Afrika? Akasema mzee waeli. The next day nikaenda ofisini na barua yangu, resign. Okay. Resign, nikaanza kudili nasoma hapo. Anza sasa kutafuta watu. Tutapiga simu, nataka engineer jamaa zangu ambao nataka ndio timu nini. Kwa nikaenda kwa Bruno Smart Code. Okay. Liona app yake ya Mpepper. Yeah. Kana hii hapo nzuri, Honda hii hapo ni mzuri. Ngoja nimpe jamaa ndio app yangu ya scholarship. Okay. Nikacheki, nikamtumia pale kwa chini namba, nikamtumia president wa Habibi mwenyewe. Niambia njoo ofisini tuongee, nikaenda kaongelea Edwin Bruno. Nikamwambia na mimi na app yangu ya scholarship nataka unitengenezee hapo. Nikamwonyesha Honda design mimi kwenye Photoshop jinsi inavyoonekana itakuwa. Ni app yangu nataka unifanyie coding. Akasema hii ni idea nzuri, it will make money. Bonge la idea. Sababu ni bonge la idea, mimi nitakuja hela nyingi. Minimum kwa sababu unaona na passion inapokusikiliza $5,000 hiyo hela unajua hauna sasa hivi. Lakini mimi ushauri wangu, unda timu ya watu ambao wanasikiliza ambazo unazitaka, afu muunde hapo pamoja, unda founders ambao wana engineer, yani hiyo na team ndani mfanye hiyo kazi. Ndio hapo kuna ushauri kwa maana kweli akisema hii kanisaidia. Ndio hapo nikaa mtaani narudi nyumbani jioni hivi kwenye Embatoni nataka nivuke hivi, inaingia email kutoka Bruno. Yani he cared enough, akafanya follow up email. Elaborate further how I should go about building my company, my Soma app team. Nikasoma email nzuri yani naeleweka, yani nikasema yes. Nikatoka pale the next day nikaanza mtaani piga simu, tafuta co-founder ma engineer. Piga simu nyingi, nikapata baadhi ya watu ambao tunao meeting nyingine sehemu mbalimbali naongea nao. One thing kwenye timu yangu, watu wengi nilikuwa naangalia kwanza kazi zao zilivyo. Kuna kazi nzuri, namtaka huyu. Wengi walikuwa wameajiriwa na kazi zao, na nilikuwa ni ngumu kwa kampuni ambayo sina mtaji, sina pesa, alafu aje kwangu. Lakini mimi nikasema mmoja nifanye naye meeting, one of my co-founder. Nikamuuliza what is your dream car? Hapo tuko all day in pale poster. I only have papatu na hela kumnulia coffee na coffee basi. Coffee hapo kumwambia dream car. Coffee hapa itakuja kidogo na cashew nuts. Sina hela. Unataka dream car? Ananiambia dream car yangu mimi ni Alteza. Ananiambia okay. Are you sure? Yes. Ananiambia what if I tell you I'll give you Range Rover in 5 years? Come work for me. I'll give you equity. So how nikamwelezea, nikamshoea ramani mimi. Kama nikamwelezea hivi na hivi sijani. Kaelewa. Acha kazi. Alikuwa anafanya kazi, amesoma India by the way. Akaacha kazi jamaa. Amesoma India, kwa Hindi. Ndio chief alikuwa designer matangazo mengi hapa Mlimani, yale graphic alikuwa anafanya yeye. Nikamtoa kule akaja soma hapo. Hapo hatuna mtaji, akaja. Kwa mfano wangu mwingine pia same tukaongea naye, really good guy pia anaitwa Isa, jina kama langu. Nikaunda team tayari imekamilika. Sina ofisi na kompyuta. Na kompyuta yangu binafsi, hapo yangu mwingine wote wanakutazao binafsi. Basi nafanya, nataka tu na ofisi kufanyia kazi. Jamaa mmoja anaitwa Chela akaniliki na jana zake moja, anafanya kazi kwa kampuni ya mkopo. Bwana nataka 16 milioni nilipia ofisi nini kompyuta baadhi nianze kufanya kazi na watu wangu. Anambia nenda kumcheki jamaa. Ongea na jamaa, alikuwa ni juice kukutana naye. Hapo mimi na timu yangu tumesha code sasa Soma hapo. Na hapo tunapa kama mbili tumecode demo. Ambapo mtu nikimwelezea sasa angalau sana muonyeshia demo bwana, hapo itakuwa hivi nafanya hivi na hivi na hivi. Ulikaenda kwa jamaa usini kwake.
Nakusanyika mara ya kwanza, nikampichi jamaa idea Soma hapo. Jamaa kamwingia, nyingine nikamweleza iko idea hii kwa inaitwa Wese. Hapo kwa Wese. Wese kwa idea kufanya truck fueling kama makampuni kama Wese mafuta maana. Wese kama unataka mafuta kwenye ofisi yako au mauzala au nini, lazima uende petrol station. Okay. Au kwa unaenda Mkulanga mafuta yamekuishia, unaweza kutuma pia tukaita gari afu gari kaja pale njiani kakunia mafuta. Ilikuwa idea oil on demand. Bas jamaa kaelewa idea ya Wese bara kuliko Soma hapo. Kaelewa yani. In 30 minutes I inject 16 million. Pale milioni 16. 16, okay. Yani sija kukutana naye, hanijui, hajaulizia background yako, yani akanipa akupa 16 pale. Mimi najua uwezo wangu. One of my ability ni kwamba I know how to tell people about my vision. Okay. Mimi nikipa vision yangu mtu kama nimuelewa, achomoki. Yani uchomoki. Sio kama utapenda, kwa sababu before huwa nafanya sana utafiti na nataka kuongea kwa nakijua. Kwa jamaa ndio vile akanipa hiyo hela. Kwa hivyo ndivyo Soma hapo ilivyoanza. Tukaanzisha kampuni ndio Soma hapo. Hiyo pesa kusajili kampuni, kutoka kampuni sheria sijili kampuni legal nao. After office, mkataba wa nyumba nao, tukanunua kompyuta zetu za kwanza. Tuituma hela Afrika Kusini kwa Western Union tupate. Mimi nisema niambia timu yangu hatuna pesa, kwa we need to be class. Simple office but class. Tutaka tutumie kompyuta za Windows. Tutumia Apple peke yake. Okay. Kwa nini ndakaambia? Kwa hiyo nikatuma hela Afrika Kusini kwa mbongo moja kwa Afrika Kusini, kamtumia hela tumia kompyuta za Apple. Tumia dola 3000. Tumia Apple kompyuta mbili za Apple. Used. Jamaa tukapigwa kompyuta zikuja. Kwa hiyo tukalipia ofisi, tukaanza kufanya wenyewe kazi. Soma hapo ikaanza kufanya kazi. Tukatumia muda wa kwanza tukaanza kufanya research R&D. Tunataka kuunda nini? How we make money? App itakuwaje? Kwa nini tuunde app? Tunataka kwenda kwa wanafunzi vione, kuongea na wanafunzi. Marekani kuna kampuni inaitwa IDEO.org. Wanafanya user design, user thinking, design thinking. Tukaongea nao jamaa wakatupa hiyo kozi yao tutasoma hapo. Tutafanya kama 6 months 3 months tunafanya nao survey Dar es Salaam UD, kufanya user design ya app hapo kwa nini. Soma hapo ilikuwa na vitu kama 9. Scholarship, internship, workshop, conference. Kama vitu kibao yani. Sema research unaona kwamba wanafunzi wengi wanataka only three things. Scholarship. Wanataka baada kutoka wakiwa likizo kutoka chuo pata internship au field work hiyo internship. Lakini pia wakiwa likizo wengine wamekaa nyumbani wanataka wawe exposed in conference ambayo ni fully funded. Focus kunda Soma hapo ambayo ni kampuni ambayo nyuma yake itakuwa na app nyingi. Tukasema okay, app ya kwanza lazima iwe na jina la kampuni. Soma app. Lakini Soma si app, si app scholarship wewe na Soma market ni kusoma. App ndio Soma app. Soma app kwa ikaanza kutengeneza ambayo Soma app ni app inasaidia wanafunzi wa Kitanzania na Afrika nzima kuweza kupata udhamini wa masomo nje ya nchi ambao ni conferences, ambao ni scholarships fully funded, ambao ni conferences na internships. Kaka mfikiria mwanafunzi anatoka yuko likizo form 6 anakaa nyumbani miezi miwili. Afanye kitu. Wakati jirani pale Rwanda kuna conference ya vijana ambao mwanafunzi yeye anataka wakae apply tu kwenye simu, atume na passport yake na jielezea kwa nini yeye achaguliwe kwenda, na kiqualify kujeleza vizuri anatumia ticket na kwenda kama jamaa wanasema tumia ticket na kila kitu uende ukajifunze upate exposure na vijana wenzako. Fungue ubongo. Sema think vijana wengi ukiangalia wazungu wengi wanakuja Afrika kufanya volunteerism. Wanakuja kusoma na kusaidia idea zetu, baadaye wanakuja Afrika na wana launch idea. Lazima vijana wengi wa expose. Kwa hiyo ilikuwa ni lengo la Soma hapo. Hapo zingine tukaweka pembeni. Badili na Soma hapo. Soma hapo tukafanya nayo. Tukawa na ugomvi. So ngumu yani ule ugomvi sawa idea kipi kiende kifanyike na timu yangu. Watu walipia huyo bure. Sasa swali watu wanasema sasa Soma hapo si wanafunzi wanakipata, kwa nini tunawalipisha Soma hapo? Ilikuwa hiyo bure. Sasa sawa, tunaishije? Tunalipaje renti hapa? Tunalipaje sisi tunakula wapi na la wapi? Tukasema sio issue. Sisi mimi na skills zangu na ndani kwa nini tuna skills tofauti. Tukasema launch Soma hapo iende bure. Alafu sisi tufungue service nyingine ya kampuni, tuanze run service kwa makampuni mengine. Tunaweza kuunda app ndio. Tunaweza kufanya graphic design na kuunda logo ndio. Kuunda website ndio. Tunaweza kufanya business development ndio. Offer service kwa kampuni. Alafu tuongeze kipato kingine kwa njia hiyo. Alafu iende ili
Kwa tukaanza kulaunch, tukaanza kufanya watu website development, Okay. app development, business development. Kwa mtu makampuni yanatulipa pesa na tunafanyia kazi. Kufanya kama mwaka mzima nafanya consultation na kampuni, yani kufanya kazi watu wengine hivyo. Kwa hiyo kampuni sema hapo inakwenda bure, lakini kujikimu tunafanya watu wengine kazi, tunapata kipato kwa muda, ilikuwa ni only for 1 year. Yeah. Na stop. In the process tupata kidogo capital kulipia kimu huduma mambo yetu, kwenda na kuendelea kuboresha Soma app. Mwanzo kuna clash kuna clash. Okay. Sababu ya backend zilikuwa ni hazieleweki, hakuna security nini. Kwa hiyo as we go tukaanza kuperfect ikawa vizuri mpaka ikawa stable. But then tukasema guys, the vision ya kuunda the Google for Africa sio sisi kwa ajili ya kufanyia watu wengine kazi. We need to build our own products. Yeah. Kwa nini tusinde bidhaa ambayo tofauti na Soma app ambayo direct yenyewe inaingiza pesa? Yani lazima mtu atransact tupate pesa. So by then mimi nilikwenda China. Kusafiri kwenda tu kufanya survey. Kwenda kuona what is there, what can I do. Kwa nikafuatia mji ambao ni wa tech China unaitwa Shenzhen. Naenda zangu China. Nikaenda China kule, tulipata project moja kubwa sana. Kwa hiyo watu tuifanye, watu kwenda kufanya survey China ya baadhi ya vitu. Kwa hiyo nikaanza kufanya survey watu wengine ambao wanafanya manufacturing. Na niligundua kwamba Apple, kwa mfano kompyuta ya Apple software wanafanyika Marekani Palo Alto, software designing, lakini hardware and assembly inafanyika China. Okay. Nikasema nataka kwa nini ni China? Kwa nini China kujifunza? Nikagundua kwamba kwanza vijana wa China wana utaalamu, wana skills, wana ujuzi ule, yani umaridadi wa ujuzi wa mikono na akili wa kuunda bidhaa wa hali ya juu. Ni wadogo sana. Maana wenyewe China waliwekeza kwenye vocational training tangu wakiwa wadogo. Mtu kama ni fundi kweli, anaweza kufungua kompyuta hii mashine akaiunda kama ilivyo nyingine hapo kashangaa. Okay. Yani wana uwezo. Kwa hiyo kwanza na wako wengi. Kwa hiyo kuna cheap labor nyingi. Kwanza ni wana skills ya hali ya juu, bei ya kutengeneza ni rahisi, na wana precision. Si yani akiunda mtu mmoja na mwingine ni on point, hakuna kubabaisha. Akasema okay, tu launch hiyo idea yetu nyingine ambayo ilikuwa ni smartwatch, ambayo now ni product. Kwa tuanze kufanya development huko bani, spend kufanya development ya software design yake ilivyo, ambayo hii hapa ndio Soma Fit yenyewe, ambayo hii ni version ya mwisho ambayo ingia sokoni, lakini hii ni version ya 8. Tulikuwa hapo nyuma tuna version kama 7 ambazo tulizifanya. Hii hapana, hii haifai, hapana haifai, hapana haiendi, mpaka tukafikia hii tukasema nao hii inaenda, basi ingia sokoni, ambayo ndio hizi, ambayo hii ndio version ya kwanza Soma Fit. Hii ni ya kwanza. Yote hiyo mbili za kwanza, hii ndio version ya kwanza ambayo kuna black and white. Okay. Kuna ambayo ina colored na kuna ambayo sio colored. Yeah. Na hiyo nyingine hiyo. Sasa hii ni Soma Fit, hii ni version ya pili ambayo hii inaingia sokoni mwaka huu. Hii unamwona jamaa hapa kavaa sare ovai. Nigundua kuna wateja kama hawa hawezi kuvaa Soma Fit kama hizi, wana mambo yao kama haya classic. Okay. Pia na wao zigo, hiyo ni smart na watengeneza kitu kama hiyo mzee hapo ndani. Ikoje? I mean, ni saa by the way. Ni smartwatch. Okay, lakini ina nini unapata? So ndani unapima blood pressure, heartbeat rate, calories, distance uliyotembea, get your SMSs. You can view some of your pictures ambazo unachukua kwa simu yako. You can take, kwa mfano unataka kupiga selfie, kwa hiyo saa yetu hii inapiga selfie. Hii inapiga selfie. Kwa selfie unamtengeneza Mtanzania. Unafanya wewe, unafungua kamera yako, baada ya kufanya siyo bwenza pale, unafungua kamera yako afu unafanya mkono unashake hivi. Inapiga selfie fast time. Yani kama hivyo, yani pro safi. So hii ni mwanzo, lakini ndani yake kwa mfano uingia, hii ni vision mpya ndani. Kuonesha hapo utaangalia tunafikiria kuna watu ambao tunajaribu kuongea nao kuona kama vile tunaweza kuwa na partnership nao. Kwa tunafikiria kuweka third party integration. Kwa mfano sasa hivi tutaruhusu other company kama vile Mtabe, na Alamana ya Benji Fernandez, na Show Direct ya Fajanya Landu, na Diayo na app yake. Watu wenye hapo wote waweze kutumia Soma link na Soma Fit. Okay. Kwamba unaruhusu watumiaji wa app yako nao kuweza kupata update zako zote kwenye saa yetu ya Soma Fit. Okay. Kwa hiyo baada hapo tutabe ku launch, tutaongea nao wahusika wakiwa willing, tutapatia app zetu, watafanya integration. Okay. Watu wao watakuwa wakivaa Soma Fit, unashangaa huko hapa Soma Fit una scroll kupata maswali ya Mtabe hapo kwenye simu yako, unasoma, unajua sawa, wanafunzi hao. Umeona? Kwa hiyo ni muendelezo ambao tuko nao sasa hivi. Kwa hiyo nadhani tutaingia sokoni hivi karibuni. Okay. Mwaka huu sababu tunafanya sasa hivi logistics, tutafanya logistics. Sasa hivi jana timu yangu walikuwa
Zambia wanafanya logistics wetu, na sasa hivi South Africa, Namibia, Congo, South Sudani, tunamea kuuza Zambia. So mzigo ulikuwa unatoka China unakwenda eneo yote kwa ajili ya kufanya sales. Okay. Sasa tugusie kuhusiana na smart speakers by the way. Niliziona zibonge designs kali nini, nikakupongeza, nikapost. Zenye kwa ufupi ni ulikujaje na idea hiyo? Sema idea ni kwamba kwanza tumekuwa na malalamiko sana, tunaongea muda mwingi chini kwa chini sana na give na wenzetu kwamba tuna Afrika tuna innovations nyingi sana ambazo ni kwa ajili ya Afrika, lakini kwa bahati mbaya sana watu wengi wamekuwa kutoka nje ya Afrika wanakuja kuinnovate kwa ajili ya Afrika. Okay. Sababu Afrika sisi ni watumiaji wa bidhaa lakini sio watengenezaji na wamiliki wa zile bidhaa. Na mpongea umiliki sio ni kumiliki, akimiliki patent, copyright, kila kitu na kumiliki intellectual property hiyo bidhaa yenyewe. Na niliona walivyolaunch Alexa, nilikuwa nasema kozi moja Sweden mwaka 2017. The Swedish Institute Management Program Simple. Na nikaenda kampuni moja teknolojia inaitwa Cybercom. Na nikajifunza katika darasa langu, nilifunzwa jinsi Alexa walivyolaunch Alexa. Walivyolaunch Alexa hakuwa na Alexa. Walikuwa na idea wanafanyia kazi koja kamilika. Wakalaunch wakaanza kusema tayari tunauza, you can do this na nini. Basi watu wakachukua shipments za kwanza wakawa nazo baadhi for demo, lakini ile Alexa ilikuwa haifanyi kazi. Mtu alikuwa akisema okay Alexa play music, ina mic ya kusikia. Alafu mtu kule backend yao ya Amazon kavaa earphones, mtu akiongea watu wengi anasikia, afa anaongea, unasikia speaker anaongea, kama mtu anaongea ni yuko mbali anaongea. Kwa hiyo trying to see inafanya kazi, watu watapokea itafanya kazi. Wakasema Alexa ilivyokuwa launched was more of a first sample, watu watapokeaje, na mapokeo yakawa ni ajabu makubwa. So waka speed up kwenye kutengeneza hiyo teknolojia yao na launch. Na kampuni iliyofanya Alexa iende, kampuni ndio iko Seattle inaitwa Jagons, ndio naunda AI ndio Jagons wako Seattle Marekani. Wakapush kabisa, sasa nadhani Amazon nikawa kwa wale jamaa wakapush launch Alexa kufanya kazi. Leo unavyoongea na wewe na Alexa kuna Google na wakaanza baadaye Google Home. Ndio future ulimwengu AI na artificial intelligence, unaelewa? Na ukiangalia kwa Afrika na condition moja. Leo kuna dada mmoja ni mwanamuziki wa gospel, ameimba nyimbo nzuri sana, lakini yeye mtatango launch wimbo wake anajua la shilingi 1 atengeneza. Na amelaunch huko YouTube peke yake. Lakini Marekani mtu akilaunch wimbo wake ndani ya wiki kaingiza millions. Sababu nilivyokuwa Marekani nilikuwa nafanya survey ya streaming apps za music. Okay. Acha ambapo tunajua YouTube ipo wanapewa iko YouTube free, lakini naongea wewe hapa YouTube wana YouTube wana play music ya YouTube. Wana app ya music ambayo yenyewe kwa ajili ya music, wanauza music huko ndani. Yeah. Una Pandora inapiga music, una Boomplay, kuna Amazon Music, unaifahamu Amazon Music. Kuna Apple. Kuna Apple Music, Spotify. Kuna Spotify, kuna SoundCloud, sawa. Unakuta kuna bado kuna YouTube Music pia, bado kuna YouTube Music ambayo unaweza kama video au audio. Yeah. Na pote huko watu wanatengeneza pesa watu. Yes. Na sisi Afrika tumelala tumekaa. Vijana wengi ni wanamuziki. Diamond alifanya .com sijui mesha wapi. Wanamuziki wengi wanaenda muziki ndio vijana wasema hivi kwamba katika vijana 5 moja ana ajira. Na amekaa ana cha kufanya. Lakini ana kipaji, he can tell stories. Anaweza kueleza stories za Mwanamaruni mpaka kusema yes yeye ndio mwenyewe. Sawa? Na ukalipia. Okay. Lakini Afrika hakuna infrastructure. Tunategemea mzungu au mchina aje ndio afanye. Kwa Kaya ni picha kubwa sana. Kaya tu ni kifaa ambacho baadaye kitakuja kufacilitate huduma nyingi sana kwa ndani yake. Ni smart speaker. Okay. Kama zilivyo Google Home na Alexa. Tumetengeneza wenyewe design timu yetu ndani. So co-founder wa kampuni hii ni mimi na Mtanzania mwenzangu Donald Lusimbi. Donald Lusimbi ni Mtanzania ambaye I think kama 10 hivi anafanya kazi Silicon Valley, anafanya kazi LinkedIn, Square. It's top notch. Okay. It's top notch, yani lakini yuko kule huko kutomzalao. Afisa mkubwa kule. Mkubwa sana. Mkubwa sio tu kwa ukubwa lakini kwa skill wise. Okay, iko vizuri. Skill wise alafu kwenye kasomea bongo. Hapana, hajasoma kule. Hajasoma bongo, amesoma mbinguni huko. Okay. Kwa muda mrefu naye alikuwa na utashi na anawiwa ana kiu ya kuja
aona nasaidia Tanzania, nasaidia nyumbani na najua vitu vingi, lakini sisi kusaidia mtu, yani watu wako tayari, akija hapa akitaka kufanya vitu watu hawaelewi idea zake, wako chini. Sasa akawa anaumia kama na zote na vitu vyote hivi, lakini siwezi kwenda nyumbani. Kwa sisi tumekutana over a year ago, I think tumekutana over a year ago, tukawa tunaongea kwa muda mrefu, tuongea naye kusomana kama kinaweka with mimi. By then nilikuwa nafanyia kazi, nilikuwa mimi na co-founder wa kwanza ambaye ni Mchina. Okay. We've been working on Kaya kwa muda wa mwaka na kitu hivi before Donald join kwenye team. Then baadaye join so together like for a year we've been working on designing the app underground, designing the software. Mimi ninapokuambia Kaya inaongea Kiswahili. Okay. Kaya sasa hivi tunafanya like patent everything we have. Kaya itakuwa tunatafuta Mwafrika ambaye tutamtumia sauti yake ambayo ana English ya Kiafrika, lafudhi ya Kiafrika, ambayo itakuwa sauti ya Kaya. It's pure African. Design concept ya Kaya chini kuna mbao. Na ile text ambayo unapata, yani design concept kuanzia research ni everything is about Africa and Africa. So ni kwanza ni smart home kwenye African homes, then African accent. Sababu mimi leo naongea na Alexa, mimi English yangu kumbe kasoma Kenya na English nzuri kuzidi mimi. Sijui mzee bado. Jamani unajua leo. Anyway, sasa mimi Kenya mwanangu tofauti. Mimi English yangu nikiongea kwa Alexa, mimi natumia Alexa. Okay. Alexa yangu nyumbani una vitu wangu I didn't get that. Akuelewi yeye. Nimeingia Kizungu lakini lafudhi yangu inabidi nijipange nitafuta sawa sawa hadi aelewe. Lakini Waafrika wengi tuna English kama hii ndio hii. Sisi wazungu na wazungu wenyewe Marekani pale wana accent tofauti, wazungu wa California na wasito tofauti, yani tofauti, yani hawana English moja. Kwa tumeunda Kaya ambayo itakuwa na African English accent kwa ajili ya Afrika, lakini ndani ya Kaya baba tunaangalia kwenye music, streaming music. Tunaangalia kwenye podcast industry. Okay. Unaona ambali na Kaya kuwa ni unaona speaker, lakini Kaya is a smart home technology. Kaya sasa hivi tayari tuna smart locks. Tayari tuna smart locks, tuna smart lights ambazo unazicontrol na Kaya ambayo tana ndo light na anawasha taa. I say. Niambia Kaya open the door itafungua mlango. Okay. Hapa tuna app ya Kaya na hapa nikifungua hapa app yangu ya Kaya ndakuonyesha kwangu nimelink nyumba yangu na Kaya everything. Ndani nje nimelink yake. See my house wherever I am. So bado launch tunafanya testing. So consumption, lakini tayari ni smart home kutokana na milango smart ambayo unaweza kufungua. Niko kwangu kwa kufunga nyumbani, unapigwa simu na mamako, niko kwa namba kutoka jijini, wewe haupo. Kwa hiyo ukiwa huko na simu yako unaomba kumfungulia mlango, utapana mlango unafunga unaingia ndani. Na unaambia oven yako, unaambia ingia fridge kwa sio kwenye oven, afu bado una command oven heat for 5 minutes. Unatoa kula. Unaelewa? So okay. Anasema force given niko sasa kama Afrika internet bado kwenye msana internet, lakini mimi naangalia mbele ya safari. Na mbele ya safari ndo kuangalia mtu wa Amazon anaangalia mbele siku zote. Tunajenga kwa sasa hivi, lakini pia tunaangalia mbele. Mbele ni kwamba Afrika, serikali za Afrika zimeshika mikopo. Senegal, tunafanya Senegal imeshika mikopo nyingi makampuni ya Marekani, moja wapo ni Facebook, kwa ajili ya kufunga fiber network Senegal nzima na Cameroon na nchi francophone. Anafunga fiber. Sasa ndio maana utaona leo makampuni kama Facebook, Google zetu hazitoi ushuru kwa sababu tunatoa msaada kwa wale watu, alafu anaambia bana kampuni hii ingie fanya kazi hapa. Kwa Afrika baadaye itakuwa na internet kila sehemu unajua wewe. Itakuwa na internet mpaka vijijini kwa internet. Lengo la internet sio ili mpate muingie WhatsApp na Facebook. Wanaunda biashara, wanaunda soko lao, wanaunda biashara lao. Leo Amazon inataka deliver visa zako mwenyewe, sio kutoka Marekani hapa kwa Afrika mwenyewe na ndege zake. Sasa na ndege kibao kwa launch. Because they are building internet for free for Africa. For their own consumption, so charity business. So rahisisha biashara zao. Na sisi in the same opportunities we're building our own technology for Africa. We partner na Wachina ambao jamaa wana skills kama AI, engineer wa AI ni Wachina. Wa hii Kaya. Wa hiyo Kaya ni Wachina na mtu mmoja ni Mgana. Hardware yetu Donald pamoja na mtu mmoja ni Muhindi. Wote tunaunda timu kufanya kazi pamoja. So tunavyowaza ni hivi, Afrika inajengwa na nani? Tulikuwa tunasoma high school kwamba lazima ufanye transfer of technology. How do we do that? Lazima tupatane na watu wengine ulimwenguni popote walipo, ili teknolojia zimilikiwe zije kwa ajili ya Afrika. Kaya ni kampuni ya Afrika, imesajiliwa Marekani, sio Tanzania wala sio popote Afrika, imesajiliwa Marekani. Okay. Lakini soko letu ni Afrika. Na Jumia nasema hili jambo kwa
kwa sababu ni experience, nitakuwa mtu ambaye sina akili to do the same things over and over. Nimefungua Somaapp na Somafit. Somafit we have possibilities ya kutengeneza revenue sasa hivi na Somafit kwa Afrika in a month more than 1.5 million kwa mwezi. Lakini kwa serikali ya Tanzania ambayo tunayo sera hazituruhusu sisi wajasiriamali kuweza kuinnovate vizuri. Sisi day one unafungua kampuni yako unafanya R&D ya Somafit, ya paying tax. Leo nataka kukomoe wewe. Mimi mzigo wangu umeingia airport wa kwanza Somafit, umekaa bandarini almost a month na kitu. Ibidi mpaka Mariam Luga nisaidie mimi kuongea na waziri mkuu na watu na mzee mmoja TRA pale mzigo wangu utoke. Na kila siku ninapokaa bandarini nalipia gharama ya ushuru. Na hii mimi ndo napiga kula katika nchi hii. Sio wa China, sio wazungu. Lakini kipaumbele ni hao investor wengine. Sisi wa bongo ngozi nyeusi watu za lao wanasubia kwenye kula. Sawa, haina shida. Kwa hiyo nikasema kama ndo hivyo, we have so many ideas mzee. Why can't we put the same egg in the same bucket? Twende Marekani, tumelaunch Kaya. Naongea sasa tuna more than 3 investors wakubwa kabisa na hela ya maana, sio hela ya maana. Yaani sababu mazingira tumelaunch, tumefungua state of California, tumepewa permit na certificate ya kudevelop Kaya for free without charges or taxes for the next 2 years. Elewa, no tax, nothing. Elewa. Na bado investor wote wanakupimiwa kitali wa in the market wanaelewa, na sisi soko letu la Kaya ni Afrika, sisi Tanzania, na muhimu siongee kwa aibu kwa sababu lazima Afrika ifunguke, viongozi wafunguke. Hapa kasema given we need few companies. Wewe kama mwanasiasa usione hivyo jasiriamali au wacheki, wasaidieni wakini infrastructure afanye kazi. Ghana kwa mfano Tunisia wameweka startup policy ambayo inaruhusu mwanafunzi akiwa chuo, akitoka chuo, serikali yako ya Tunisia inapatia wanafunzi wao mshahara kwa muda wa miaka 3 wafocus kujenga startup yao ikue. Wafanyakazi ambao wanaamua kuacha kazi serikalini wafungue startup zao, serikali inawalipa mshahara yao 3 years mpaka kampuni zao launch. Kwa nini? Wanajua future ya Afrika inakwenda kwenye teknolojia, na lazima wa Afrika wa innovate. Ni aibu, na nasema ni aibu mtegemea mzungu kutoka Microsoft kuja kusolve tatizo la chanjo la Tanzania. Wanafanya hivyo sasa hivi, au tatizo la maji ya Gongo la Mboto, au tatizo la mafuriko la pale mazi moja pale maji yanajaa pale. Wale kuna Watanzania ambao wakiwezeshwa kwa mazingira bora, sela pia na watu ambao wana pesa wakainvest kwao, tunaweza kujenga teknolojia za Afrika kwa kushirikiana na watu wengine wa ulimwenguni, na tukamiliki huo uchumi, tukamiliki teknolojia, tukiuza hivi. Sasa hivi ninavyoongea na wewe, gharama ya mauzo kwa mfano ya Alexa 20 launch Alexa yalikuwa kwenye dola milioni 1. Ninavyoongea sasa hivi wana close mpaka 1 billion. Kwa mwaka hiyo. No, kwa mwezi, sio kwa mwezi tayari. Sio hausi tu speaker. Sasa hivi si market na vitu vingi, kuna podcast, kuna matangazo, kuna nini. Big business. Ndio ulimwengu unaelekea huko. Kama Afrika 70% ni vijana, asilimia wengi watakuwa na smartphone. Kwa hiyo Mtabe na Isaya na Benji na kila innovator ambaye yuko Tanzania ana soko kubwa. Lakini watu wetu hawatupatiki kwa mbele. Mimi nimekwenda TIC, Tanzania Investment Center, kuomba incentive ya Somafit ili inspiration kubwa kama ndo nafanya, na lengo langu mimi ilikuwa ni kiwanda changu cha China ambacho nilipa China na plant nzima nilipa kule na wa China. Na watu kule wanafanyia kazi. Kwa hiyo plant nihamishia hapa na baadhi wa China waje hapa wafanye kazi. Nichukua wanafunzi DIT na MIT, naanza kutransfer skills ya kufanya assembling. Nikaambiwa kwamba hatuwezi kupata incentive kwa sababu wewe 100% kwamba inabidi kampuni yako iwe na investor wa nje. Nikamwambia hapana. Mpaka wewe na mtaji wa kiasi fulani, unaomba huo mtaji tayari nao. Mtaji wangu tayari una upo, ndio maana nafanya assembling China. Nikanyimwa. China kutoka China kaanza kufungua pale haraka duka kuuza nguo, anasema ni kiwanda hapo TIC incentive. Sio rahisi hiyo, sio Magufuli. Ni mtu ndani ya TIC anataka tumpe rushwa, anipe kibali cha TIC. Never. Nitatoka Tanzania nitakwenda Nigeria. Mimi ni Afrika. Nitatoka Tanzania nitakwenda Kenya. Mimi ni Afrika. Kwa hiyo nasema hii sababu ndio tumetoka mbali, tumestruggle na hakuna sehemu ambapo tumesaidiwa. Ni wewe ukutana mtu mwema wadogo nzuri, chukua shilingi kadhaa. Basi system ya nchi iwe friendly, iwe rahisi. Sure. Hivi nasema vijana wengi ana inspire waweze kuwa na idea zao wenyewe. Wakinywa idea zao wanakwenda, baada ya hapo system yetu hatusaidii, haina mazingira sisi kwenda mbele. Kwa hiyo Kaya imekuwa launch kwa ajili ya Afrika. It's an African smart home technology company.
tunaangalia Afrika Kusini, tunaangalia Nairobi, tunaangalia Tanzania hapa. Kwa hiyo as we move forward, wakati Rais Magufuli na timu yake wanaamua kubadilisha sera na mazingira sasa kwa kuendelea kama mazuri na bora kwa sisi local innovators. Until wakifikia hiyo sehemu, baadhi yetu tuendelea kufanya innovation hata kupatia idea watu wengine wafanye sehemu zingine ambazo zinafanya. Maki hapa kwetu ni ngumu sana. Unaelewa? Na hiyo ni upande mmoja wa Kaya, lakini sifa kubwa ya Kaya ambayo nitakwambia ambao watu wengi hawafahamu na ningependa wafahamu. Afrika sasa hivi inaongoza kupata magonjwa ya mental health. Vijana wengi, afya ya akili, stress ya maisha, hakuna ajira, maisha ni magumu, kuna maradhi, kuna magonjwa, kuna family breakup, kuna vitu kibao ambavyo vijana wengi, na hasa mashuleni, hata nyumbani. Hatuongelei ukionyesha weakness kwenye mental health, wazee wetu, uncle au baba atakupiga, most uncles ni anambia, hey man, come on, be man, yes, sio wiki bwana, sio wiki. Kumbe shoni kwangu messed up, yani niko vibaya, sina mtu ambaye anaweza kuongea naye kusaidia. So we are working on our technology ambao Kaya will be one of the biggest thing kwenye afya ya Afrika. Ni kwamba tunataka kijana wa Afrika aweze kuongea na Kaya one on one. Kaya yuko pale mbele, unaongea nayo, tumeka two way conversation. Nijisikia niko hivi, mimi na anxiety, na hasira, sijielewi, nashindwa kulala, labda na wazi hivi, na panic, yani I can't focus. Kaya ina identify these symptoms in together, na kambia this might be one to feel thing. Alafu what Kaya can do for you, either recommend kwa practitioner ambaye ni mtaalamu wa mental health, alafu unaweza kuongea naye visually, sio lazima umuone through Kaya. Kwa hiyo mnaongea through Kaya, anakusikiliza na wewe unamsikiliza. Lakini pia mbali ya hiyo idea ya Kaya, lakini pia unaona Marekani, mtu wale ma drugs addict au alcohols, wao wana zile AA groups ambao mnakaa in lounge, mnaongea bana, I struggle with this, I struggle with this. Kaya is also built on same with an almost the same approach, AA group approach, whereby kwa kama una mental health, assume umetoka kazini afu na stress, boss na kuzingua, mshahara mgumu, nyumba na kuzingua, and uko messed up. Unaingia kwenye Kaya, unaanza kuongea na Kaya, unafungua Kaya open mental health channel. Alafu unaingia pale, unakuta Skywalker yuko pale anaongea, wamonani, kwa watu wanaongea kuhusu struggle zao bila anonymous, kama kujua nani anaweza kujua, wanaongea bana, mimi pia na struggle na hii na hii, lakini mimi pia went through this, lakini this is how I use. Kwa hiyo unasikia ambao wana go through the same thing you're going through, kwanza unafahamu siko peke yangu, lakini cha pili ambao wamepitia hatua na wamepona na wanavyoongea jinsi gani wao nini wamekifanya wakaweza kuwa stable na kubaki kwenye the health mental situation ya focus zaidi. Lakini pia Kaya inapatia nafasi mtabe. Mtabe, wanafunzi wanauza maswali kwa kutype. Na hii na sababu kama naambia mtabe sasa hivi Kaya tutafanya integration ya all other African startups. Unaweza ka linki app yako kwa mfano mtabe na Kaya. Baadaye wanafunzi wako kutoka shule akaenda tuition, achana na tuition yako hivi ni mtabe. Wewe umeingia mtabe kule, umesubscribe kwa mwezi au yearly subscription, unaambia mwanafunzi anaingia Kaya, what is Majimaji War? Can you take me to mtabe shine, what is Majimaji War? Mtabe huyo anafungua anakupatia majibu. Na Majimaji War was yani anakupa historia, anakupatia majibu yani. Kaya, what is 2x plus x minus y? Math. Kaya anafanya hizo kazi. Kwa hiyo tunaangalia integration kubwa kwamba tunakuelekea Afrika vijana wanaongezeka, lakini hatujengi madarasa mapya. So the next school for Africa, the next level of school for Africa, the future of school is smart home schools, whereby umekaa nyumbani mtabe anakufundisha, umekaa nyumbani Kaya, through Kaya mtabe anakufundisha, through Kaya somo anakufundisha. Unaelewa? That's our biggest vision for Africa. Naangalia hawa vijana wengi ambao wanakuja hawana sehemu ya kwenda kusoma, wote hawana hiyo exposure ya juu. Lakini si wote tuende kusoma nani Sky darasani. Sasa hivi uko na watu ambao hawajaenda darasani. Huyu jamaa kasoma coding since yuko nyumbani, yani yuko primary, yuko secondary, anasoma coding, hajaenda chuo mwenyewe. Huyu jamaa akienda Google sasa hivi anabonga CV, anamchukua anamkimbilia, maki ni kichwa. Kwa nini? He self made tangu mdogo, sio darasa ile mtengeneza. Kwa the future of a school ni kama wanafunzi wengi wataweza kusoma Kaya wakiwa nyumbani, wataplay music yao, watalipia music subscription, watafanya shopping Kaya. Buy me something, buy me electricity, pay through Nala account. Kaya anakatala kwenye Nala, afu Kaya moja kwa moja ana link
umeweka kwenye account yako ya TANESCO. Why? Kwa sababu nimesema Kaya is a smart home. Sisi tutakuwa na sasa hivi tunamaliza kudesign, we have our own TV, we have our own AC ziko tayari. Our own lock select, tunafanya like full like the new team ambao wameingia sasa hivi au ni designer au ni Kaya tumepata nafasi ya kuwa na designer ambao ni professor wa chuo cha design California. Kubwa sana ambao wamedesign kama mfano inaitwa Halo speaker fani, Halo microphone, Halo za design, Halo ndo wasema designer wa Kaya. I say watu kubwa sana. Yeah. Sasa hivi wana design oven, wana design majiko kwa ajili ya Afrika ya gas. Okay. And we are going all in. Yeah. Yani hii na naongea yani hii tuko covered by blood and grace and God na kila kitu, yani hii haina kufade. Anasema kama bwana haina kufade, ni moja tunatoboa. Sababu sisi hatukubali. Kwa nini sisi tu Afrika tuna soko alafu Jumia anakuja hapa anakwenda IPO Marekani, soko la Afrika don't own anything. Yeah. Sawa. Guys, muda ndio hivyo umeisha kabisa, na tungependa kuongea mengi, lakini nikusisitize tu kwamba nilikuwa naongea naye ni Sayunge ambaye product zake ndio umeziona kama hizi hapa. Hizi loko zipo, yani mtu akitaka kutafuta wapi tunauza, unaweza kuorder online, tuna store pale Posta, House of Wisdom ni bookshop ziko pale, House of Wisdom, au unaweza kupitia namba ya simu pia unaweza ukaorder, lakini vizuri zaidi uorder kwenye www.somaapps.com. Okay. Na pale Soma Fit chini kuna form pale, unajaza pale, utachagua rangi yako, maki kuna rangi nyingi, rangi unataka wewe. Na namba yako ya simu utakupigia simu, utakuletea wewe ulipo pote Dar es Salaam, tutafanya delivery sasa hivi. Okay. So fanya kusupport ugunduzi, ubunifu wa Tanzania. Kwanza yani bado na maluelue kutokana na mipango ya Kaya ilivyo, yani kama sijielewi yani kwa ukubwa wa idea ulivyo, lakini kwa sababu tayari nishaona mfano kupitia page yako ya Instagram speakers ilivyo, ambapo of course kumbe ni kitu kidogo sana katika idea nzima ya Kaya. So I'm very proud na unachokifanya, na kila laheri kwa damu ya Mwenyezi Mungu na baraka zake kila kitu kitafanikiwa. Naomba nawapenda nawapongeze Donald Lusimbi na Wang Hongwong. Wafundaji wangu wao jamani, barabara vichwa bara hao jamani, vichwa bara sana peleka salamu zetu kwao. Sawa, nashukuru. Kazi nzuri. Given asante sana pia kwa muda wako. All the best katika kuiboresha elimu pamoja na Mtabe, kwa idea nzima uliyozungumza, jinsi ambavyo unataka kutengeneza wanafunzi wa sekondari smart ambao wanaweza wakapambana katika soko la ajira huko baadaye ama katika elimu. Kila laheri katika mikakati hiyo pia. Asante. Na kushukuru pia wewe ambaye umekuwa nasi hapa katika Smart Talk. Wanapatikana vile Instagram Sayunge, ni hivyo. Sayunge ina mbwembwe. Given Edward Givenality. Au sio? Hii mzungu huyu. Hadi katika session nyingine tena ya Smart Talk. Kwa heri.